Nina sababu. Sisi hatumchukii Kasongo. Sisi tunamtakia maisha marefu, aone nchi ambayo inaweza ongozwa kulingana na maadili ambayo yako ndani ya katiba yetu. 2027 tukishapiga kura tutaenda State House. Tutangoja kura itangazwe huko. Tutangoja kura itangazwe State House. Wangapi wanakubaliana na hiyo maneno? Wananchi wanasema kitu ambao inaua nchi yetu ni wizi wa mali ya umma. Ni wizi wa mali ya umma na wanataka hiyo irudishwe. Vijana hapa Kisii, nimerudi mahakama. Usitishwe. Ukishikwa nipigie simu, nitakuja hapa mara moja. Viongozi wetu ambao wako pande ya UDA, sisi tunawaambia tafuteni kura kwa amani hapa Kisii. Sisi pia tunatafuta kura kwa amani, na nina hakika kuwa tukisimama pamoja na timu ya Linda Mwananchi, kwa sababu mwananchi amechoka, ili mashule ziwe sawa, Kasongo must go. Ili hospitali ziwe sawa, Kasongo must go. Ili muweze kupata pesa mfukoni, Kasongo must go. Ili amani iweze kutimizwa, Kasongo must go. Ili watu waache kuuliwa kiolela, Kasongo must. One time, kidole juu. Asante sana. Mimi siku hizi wananivuruga kwa sababu makosa yangu ni moja tu. Mimi nilisema Kasongo lazima aende nyumbani 2027. Na nikisema hivyo nasema kwa sababu nina sababu. Sisi hatumchukii Kasongo. Sisi tunamtakia maisha marefu, aone nchi ambayo inaweza ongozwa kulingana na maadili ambayo yako ndani ya katiba yetu. Sisi wana Nairobi tuko kwenye majonzi saa hii. Nimetoka Nairobi, waliua vijana juzi kwa sababu walikuja kwanza wakachukua vijana kabla ya maandamano ya Gen Z ya tarehe 25. Saa ile wamama wao wanatoka nje wanasema mturudishie watoto wetu, wanapiga wengine risasi tena wanaua. Mimi nasema Ruto amesema ati analipa watu. Nyinyi kina mama ndio mnajua uchungu ya mtoto, si ndio? Sisi wanalinda mwananchi hatutatumika kusplit kura ya upinzani. Munanielewa? Kama kuna mtu analala mahali anafikiria ati Sifuna atachochwa asimame kura peke yake, alafu tukute ati Kasongo amepita katikati, nataka niseme nikiwa Kisii haitawezekana. Huyo Matiangi tutamtafuta, tukae chini, tumwambie sisi tunaona hii ndio timu ambayo inaweza kudeliver hii victory. Yeye tuwaambie maoni yake ni gani. Tunakubaliana hapo? Tunakubaliana hapo. Alafu tutoe kikosi moja ambaye itapambana na Kasongo. Wangapi wanakubaliana na sisi? Hii timu unaona hapa, hata tukienda peke yetu tunaweza kushinda uchaguzi, lakini tutashinda saa 8. Hawa ndugu zetu wa United Opposition wakienda peke yao wanaweza kushinda, lakini watashinda saa 8. Ile kitu tunasikia Wakenya wakituambia wanataka hii mchezo iishe saa 12 asubuhi. Nyinyi mko hapo? Mko saa 12 ama saa 8? Saa 12. Kwa hivyo wote tukae tuzungumze, si ndio? Tutoe kikosi moja. Wangapi wanasema tutoe kikosi moja? Huku wacha nione kwa mkono. Asante. Kuna watu wanaeneza uvumi ya kwamba sisi kama Linda Mwananchi hatuko pamoja. Nataka niombe Edwin Sifuna, Ososi, Babu, Kangata, Barongo, Clive pamoja na nani Mwasheku wiko hapa, wote Undo na Onyonka na sisi sote Joey. Vijana hapa Kisii, nimerudi mahakama. Usitishwe. Ukishikwa nipigie simu, nitakuja hapa mara moja.
Raila alisema, halo, Raila alisema, mnanisikia ama msikizi? Raila alisema muangalie hali ya wakina mama. Hali ya wakina mama iko duni kwa maisha, kwa madawa, kwa shule na chakula. Ama hapa Kisii wakina mama mko kwa hali nzuri? Mko kwa hali nzuri? Wangapi wanasema hatuko kwa hali nzuri? Na tunasema hapa Kisii mlikuwa mnapiga kura kwa Jaramogi Oginga Odinga, mnapiga kura kwa Raila Amolo Odinga. Tunasema lazima tuendelee kupiga kura pamoja. Tupige ama tusipige? Mtapiga kura pamoja na Homa Bay, mtapiga kura pamoja na Kisumu, mtapiga kura pamoja na Siaya, mtapiga kura pamoja na Migori. Tukitoka hapo tutapiga kura, kwa sababu tumekuwa tukipiga kura pamoja. Tutapiga kura na Busia, tutapiga kura na Bungoma, tukapiga kura na Kakamega, tukapiga kura na Vihiga, na tutapiga kura na Trans Nzoia. Na wenzetu Wakamba wamekuwa wanapiga kura pamoja na sisi. Tupige kura na Wakamba ama tuwawache? Tutapiga kura pamoja. Na mnisikie, jana na Sifuna ametangaza jana, nimeongea na Matiang'i, na mnajua Matiang'i la nini imetosha, na tunasema 2027 tutaenda kupiga kura. 2027 hatutangoja kura zihesabiwe. 2027 tukishapiga kura tutaenda State House. Tutangoja kura itangazwe huko, tutangoja kura itangazwe State House. Wangapi wanakubaliana na hiyo maneno? Nikiangalia huyu mama na wamama wengine hapa, inanikumbusha mamangu akiteseka na mimi, akiuza chang'aa, tukishikwa na mapolisi. Hawa wamama wanauza mboga ili walee watoto wao. Hawa wamama wanalimia watu mashamba ili wapeleke watoto shule. Hawa wamama ambao unaona hapa wanafanya kazi ya kuoshea watu nyumba, kuozea watu manguo, kuoshea watu manguo na kuuza manguo ili waweze kupeleka chakula nyumbani. Na itoshi, ikifika jioni mama anahangaika, ajui atapata kodi ya nyumba wapi, ajui atapata karo ya shule wapi, ajui chakula kitatoka wapi. Kwa hivyo serikali walituambia watatupatia kazi. Walisema wakusema? Walisema watapeana kazi 1,000,000. Walisema wakusema? Kijana mgani ana kazi hapa? Nani amepewa kazi hapa? Nani amepewa kazi pale? Nani amepewa kazi pale? Nani hana kazi? Nani hana kazi? Kwa hivyo wamama wetu waliambiwa watatolewa kwenye viosk, wakuwe na masupermarket. Walisema yani bottom up. Bottom, mlisikia hiyo? Walisema bottom. Nani ametoka bottom akaenda up hapa? Nani ametoka bottom akaenda up? Pale nani ametoka bottom akaenda up? Na pale je? Na papa katikati? Kwa hivyo na mimi mkiniona hapa nimekuja na viongozi wetu. Mkiangalia kwenye kichwa yangu mnaona kuna bandage, sio? Juzi tulikuwa tunapeleka mswada pale bungeni wa kuhakikisha kwamba vijana wameweza kupata kazi. Nilipomaliza kupeleka ule mswada, vijana wakaningoja njiani nikiwa naenda nyumbani na wakanipiga vibaya sana.
Sasa kitu tunataka kusema ni kwamba hii serikali ya William Ruto ambayo iko saizi imeweza kuwa ikisponsor goons huko nje, na sisi kama vijana tumesema tunakataa, na tunakataa mambo ya goons. Hii tunataka ifikie serikali, kwa sababu wakitaka kuleta goons tutakutana nao mundu ya Nairobi. Of this or that, Commissioner Jack, njoo hapa watu wawaone, ndio tuwatafutie kitu. Kwanza mimi kama Brian Weke nasikitika sana, iko kijana ambao PS ambaye anaitwa Fikirini alimtumia kumobilize vijana, akampatia 10,000 vijana wagawane vijana 60. Akipelekea vijana wakamwambia hii haitoshi, akirudi kwa PS wakampiga risasi wakamuua. Tuendelee na Kenya namna hiyo jamani? Aende asiende? Aende asiende? Aende asiende? Risasi ya mgu. Kuona hapa Kisii. Wapi hiyo mambo DJ? Risasi ya mgu. Tembea kama umepigwa risasi kwa mgu. Haya. Hey, watu wa Kisii. Vijana oye! William Ruto! Nasikia ati mnajigamba nyinyi mko na Matiang'i. Mko na Matiang'i? Sisi tuko na Sifuna. Wakae chini, waongee, wasikizane. Mko na Matiang'i? Sisi tuko na Bob Agre Orengo. Wakae chini, wasikae chini. Wakae chini, wasikae chini. Wakae chini, wasikae chini. Nasikia mnasema mko na Matiang'i. Mko na Matiang'i? Sisi tuko na Babu kwa sababu. Wakae chini, wasikae chini. Vijana oye! Tuko na wengine. Ningependa kusema viongozi wetu ambao wako pande ya UDA, sisi tunawaambia tafuteni kura kwa amani hapa Kisii. Sisi pia tunatafuta kura kwa amani. Tunataka tuunganishe wa Kisii wote. Abantu ba minto tochamo, abantu ba minto twanchane, tobegente kemo unobo kimabwo liborugire bokaika. Tari boigo na kimwasu sana iga. Kitu ingine ningependa kusema kwa Kiingereza. We all know William Ruto is an unfortunate executive president of this country. But we have a few of us who are still praising William Ruto. William Ruto anachukua pesa ya SHA, anachukua pesa ya capitation, anachukua pesa ya hospitali, pesa ya shule, pesa yetu yote ushuru, anazunguka nayo akitupatia handouts. Huyo ndio kiongozi mnataka? Mimi namwambia Ruto, you have messed up our economy. You have messed up the health sector. You have messed up the education sector. We are telling you we will not allow you one extra minute in power. In 2027, William Ruto must. William Ruto must. Na sisi tunamwambia, umekuwa ukitutishia na hao watu ati utaiba kura. Wewe Sifuna, utakubali kura yako ibiwe? Matiang'i mulisikia alisema hawezi kubali kura yake ibiwe. Sasa wewe uko Northeastern, tunajua watu ni wangapi. Uko Rift Valley, tunajua watu ni wangapi. Wewe utatuambia kura utatoa wapi? Taliboigo usiga na nyore kende. Wananchi wanasema kitu ambao inaua nchi yetu ni wizi wa mali ya umma. Ni wizi wa mali ya umma, na wanataka hiyo irudishwe. Wakaniambia hivi, CJ kwenda huko, zungumza na wenzako, mkuwe pamoja, muturudishie nchi yetu, mufanye kazi na wala watu ambao wanataka nchi yetu irudi. Ndio sababu nimekuja hapa. Tumeungana na watu wa Linda Mwananchi. Tunakuja kufanya kazi na nyinyi. Bwana Omondi Karori,
tunataka kufanya kazi na watu ambao wanataka kurudisha Kenya yetu pahali iko. Kenya is a very rich country. Kenya is a very rich country. Nimetembea nchi nyingi, nimeona ile ambao inaangamiza sisi ni ule wizi wa mali ya umma. Mimi nimepita, nimewahi kuenda kaunti 46. Watu wameniambia wamechoka. Watu wameniambia wamechoka, katiba yetu haiheshimiwe. Lakini mnajua hivi, Mheshimiwa Orenga akikuja hapa atawaambia Bwana Ruto alipiga 2010 constitution, hakukuwa anaitaka. Kwa hivyo hakuna hata kipengele ya moja anataka kutimisha. Anapinga katiba na sheria yeye haimuhusu. Wakenya wanasema ya kwamba tuwarudishie katiba yao, watoto wetu waache kupigwa. Mumesikia rais wowote dunia mzima anaambia askari wapige mtu marisasi kwa mguu? Mumewahi kusikia kitu kama hiyo? Hiyo ni kukuonyesha ya kwamba Ruto aheshimu hata maisha ya wananchi. Jambo ya kwanza, tumeona vile wamama wetu na watoto wetu wameuliwa na maneno ya GBV. Gender based violence inaenea. Unakumbuka ile maneno ya ule kijana alibakwa na pia macho yake akatolewa. Law Society of Kenya iliingilia kuhakikisha wametafuta mahali anapelekwa na apate haki. Na tunaendelea kuona maneno ya GBV kiendelea na femicide. Tunauliza, report nilikaa kwa hiyo task force, tulimaliza tukapeleka. Wamefanya nini tangu tumalize hiyo kazi? Wamefanya nini tangu tumalize hiyo kazi? Tunataka kuona mikakati imewekwa. Ukienda kufanya ripoti polisi, wanachukua hiyo hatua na wanasaidia mwanamke hadi aweze kufikisha kesi yake ende kwa DPP. Na mawakili wako tayari kusaidia. Na pia tunataka kuhakikisha hizi maneno zinahairishwa kotini. Si wakati kila wakati unarudishwa na tena unaanza kuambiwa mshtakiwa amepotea, ende umtafute. Hakuna kitu chungu sana kusikia mtoto wa shule amebakwa, amepata mimba, ametoka shule, jirani alimbaka na naambiwa mshtakiwa amepotea, uende umtafute. Je, mtoto atatafuta mtu aje? Mwenye alimbaka tena aende kumtafuta kweli? Inawezekana? Hapana. Hii ni kazi ya serikali yetu, wanafaa kutatua. Na ya pili, hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Na sisi ni nani? Sisi ni nani? Mko tayari? Mko na kadi? William Ruto? William Ruto? Simba Arati? Simba Arati? Mimi ningependa kuambia hivi, inuna bantaba ya